ndugu mtazamaji wa Citizen. Jeshi la Mali limegundua nyaraka zinazodaiwa kuwa za vikosi vya usalama vya Ukraine pamoja na ndege zisizokuwa na rubani, yani drone, zenye maandishi ya Kiukraini zikiwa mikononi mwa wapiganaji wa kundi la kigaidi linalohusishwa na Al-Qaeda likifahamika kama Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin, yani JNIM. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chombo cha habari cha ndani Bamada, ikieleza kile kinachoonekana kama ukurasa mpya wa ushirikiano wa kijeshi kati ya vikosi vya nje na makundi yenye msimamo mkali katika ukanda wa Sahel. Kwa mujibu wa Bamada, uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa ndege hizo ndogo aina ya FPV zililetwa nchini Mali kupitia nchi ya Mauritania na wakufunzi wa kijeshi wa Ukraine. Inadaiwa kuwa vifaa hivyo vilikabidhiwa kwa wanamgambo wa Azawad, hasa wapiganaji wa Tuareg ambao kisha walishirikiana na wanamgambo wa JNIM kama sehemu ya muungano wao wa kimkakati. Katika operesheni ya kijeshi iliyofanyika Mei 30 katika maeneo ya Sira Korola na Tanabugu, mikoa ya kusini magharibi mwa Mali, majeshi ya AFM, yani majeshi ya Mali, yalifanikiwa kuzuia mashambulizi ya JNIM na kunasa silaha, nyaraka na vifaa mbalimbali vya kijeshi. Hii ilifuatiwa na shambulio lingine lililotokea Jugum Bambara, eneo la Sofala, ambapo wanamgambo walinasa katika jaribio la kuvuka mto Sebedaga. Kwenye gari lililoachwa na wapiganaji hao, wanajeshi walikuta simu zenye picha za nyaraka zinazoonyesha nembo ya huduma ya usalama ya Ukraine, yani SBU, pamoja na ndege isiyokuwa na rubani iliyokuwa na maandishi ya Kiukraini. Nyaraka hizo zinahusishwa moja kwa moja na shirika la ujasusi wa kijeshi la Ukraine, HUR. Taarifa hiyo ilikamilisha kwa kusema hivyo. Bamada iliongeza kuwa wakala wa Ukraine walihusika moja kwa moja katika kuratibu mashambulizi ya kigaidi dhidi ya jeshi la Mali karibu na eneo la Mopti, wakitoa drones zilizokuwa na mifumo ya utoaji wa mabomu na hata kutekeleza mashambulizi ya moja kwa moja kutumia ndege hizo zisizokuwa na rubani. Taarifa hizi mpya zinaongeza nguvu kwa mfululizo wa tuhuma dhidi ya Ukraine kuhusika katika operesheni za kivita na za kisiri barani Afrika. Mnamo Agosti mwaka 2024, chombo cha habari cha Africa Media kiliripoti kuhusu vikosi vya uharibifu, yani vikosi vya hujuma vya Ukraine vinavyosaidia waasi katika shambulizi dhidi ya jeshi la Mali kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani zilizosambazwa na serikali ya Kiev. Hali hiyo ilifikia kilele mnamo Julai 2024 wakati shambulio la ghafla la waasi wa Tuareg ambalo liliua wanajeshi wengi wa Mali pamoja na wapiganaji wa kundi la Wagner kutoka Urusi. Katika kile kilichotafasiriwa kama uthibitisho wa ushiriki wa Ukraine, msemaji wa shirika la upelelezi la Ukraine alieleza tukio hilo kama mafanikio ya operesheni ya kijeshi ya shirika hilo. Tatiana Dovgalenko, afisa wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi, alikaririwa mwezi Mei akisema kuwa Ukraine imekuwa ikisambaza silaha kutoka kwa nchi za magharibi kwa mitandao ya ugaidi barani Afrika, ikiwa ni sehemu ya mikakati ya kimfumo ya kuidhoofisha Afrika. Tuhuma hizi zimekuja wakati uhusiano kati ya Ukraine na nchi za ukanda wa Sahel ukiwa umevunjika rasmi. Mali, Burkina Faso na Niger, wanachama waanzilishi wa muungano wa mataifa ya Sahel AES, wamekata mahusiano ya kidiplomasia na serikali ya Kiev iliyoko nchini Ukraine, huku wakivunja ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa. Nchi hizo zinaituhumu Paris, yani makao makuu ya Ufaransa, kwa kuchochea migogoro na kusaidia kwa siri makundi ya kigaidi yanayozofisha maeneo mbalimbali katika ukanda huo wa Sahel. Badala yake, mataifa haya yameelekeza macho yao katika serikali ya Moscow, yakitarajia msaada wa kiusalama kupitia wanajeshi wa Urusi pamoja na makampuni ya kijeshi binafsi kama Wagner. Ikiwa tuhuma hizi zitathibitishwa, zinaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa sura ya kisiasa ya Ukraine katika ulimwengu wa kusini, yani the Global South, ambao tayari unatazama shaka ushawishi wa Kiev unaoungwa mkono na mataifa ya NATO. Zaidi ya hayo, uhusiano wa Ukraine na wapiganaji wa Azawad unaweza kuwa kiashiria cha mwelekeo mpya wa kivita, ambapo nguvu za nje zinatumia migogoro ya ndani kwa malengo yao ya kistratejia, suala linaloibua maswali ya kimaadili kuhusu vita visivyo rasmi barani Afrika. Tuhuma hizi dhidi ya Ukraine kushirikiana na makundi ya kigaidi kama JNIM kupitia usaidizi wa drones, silaha na mafunzo ya kijeshi zinatoa taswira tata ya vita vya kivuli vinavyoendelea katika ukanda wa Sahel. Ikiwa kweli vikosi vya Ukraine vinatumia njia zisizo rasmi kuingilia migogoro ya barani Afrika, basi hii sio tu inahatarisha usalama wa Mali na majirani zake, bali pia inachafua sura ya Kiev mbele ya mataifa ya kusini mwa dunia, yani Global South, hasa katika kipindi ambacho
macho. Ukraine inatafuta kuungwa mkono kimataifa dhidi ya Urusi kwa mataifa ya Sahel. Ripoti hizi zinaongeza hoja mpya ya kulinda uhuru wao wa kisiasa na kijeshi wa kujitenga na ushawishi wa kigeni unaoonekana kuficha ajenda za kisiri kutoka magharibi. Kwa upande mwingine, Urusi inaonekana kupata nafasi ya kujiimarisha kama mshirika wa kweli wa usalama wa nchi hizi katika mazingira ambayo nchi za magharibi na washirika wao wanatuhumiwa kwa usaliti na uungaji mkono wa ugaidi duniani kote. Hii ni vita ya ushawishi, si tu kwa risasi, bali kwa taarifa, teknolojia na muungano wa maslahi. Je, Ukraine inatafuta washirika au mawakala? Na je, Sahel imegeuzwa kuwa uwanja wa majaribio wa nguvu za nje hasa kutoka magharibi? Wakati majibu kamili bado hayajapatikana, ukweli mmoja unasimama: Sahel si tena pembezoni mwa siasa za dunia, sasa iko katikati ya vita baridi mpya ya karne ya 21. Ndogo mtazamaji wa Citizen, endelea kufuatilia uchambuzi wa kipekee kuhusu siasa za kimataifa, migogoro ya kisiasa na ushawishi wa kigeni barani Afrika.